Asante sana. Naona microphone nyingi, sijui kama zote ni salama hizi, lakini sawa, naomba tukae. Ninapenda kushukuru uwepo wa maaskofu wenzangu kutoka makanisa mbalimbali na wachungaji wenzangu wa hapa. Maaskofu, hebu naomba msimame tuwapigie makofi makubwa kabisa. Tuwapigie makofi maaskofu wangu. Wale maaskofu kutoka madhehebu mbalimbali. Asanteni sana. Nitatumia dakika chache tu. Kama unavyojua, tulikutana na waandishi wa habari hapa kwa ajili ya tukio lilitikisa wakati fulani, na mimi nilikuwa najua sasa yameisha. Nilijua sasa yameisha. Vita zilipoisha, sinaweka silaha chini. Aliyekuwa na jembe, aliyekuwa na mundu, aliyekuwa na panga, aliyekuwa na kisu, aliyekuwa na makombora, anarudisha makombora yake ghalani. Lakini ukiona mtu amebeba makombora yake ameanza kurusha, na unabeba yako. Hata kule North Korea, yule rais wa North Korea, kila wakati Marekani wakimsumbua anatengeneza makombora yake. Lakini sasa leo nimeona niongee na watu wangu. Lengo hasa ni kuongea na watu wangu. Kuanzia jana nafikiri asubuhi niliona mtandao fulani wa Instagram ya mtu anayeitwa Original Something, ambaye alianza kupost picha, image, video zinazoonyesha mambo yasiyofaa juu yangu. Nilianza kuziona mapema sana asubuhi, nikaanza kuzifuatilia, na mara nyingi nina utaratibu wa kutosema mpaka nijue kuna nani nyuma yake. Kwa hiyo wakati ule litokea tatizo linalofanana na hili, nikakaa kidogo kimya bila kusema, kwa sababu huwezi kupigana na usiyemjua. Mimi ni mtu wa research. Kwa hiyo nikiona jambo la kufanya research kwanza, nione kwenye hiki kitu kuna nani nyuma yake. Sipigi aliye mbele, na piga aliye nyuma. Na hasa ndicho kilichonileta leo, ni kujaribu kurudisha adabu fulani ambayo, kwa sababu naona kama tunataka kuzoeana tena. Tulipeana heshima wakati fulani, naona kama tunataka kuzoeana tena. Lakini kimsingi hiyo anaitwa Origin Instagram ilianza kurusha hivyo vitu, alafu baadaye nafikiri watu wengine wakaanza kurusha na kwenye WhatsApp na sehemu mbalimbali, ambazo kimsingi, hebu nikuelezee ukweli. Hata kama tukio hili lingekuwa ni kweli, suppose ni tukio la mtu yuko chumbani na mkewe. Ndio maana watu wazima, mtu na mkewe wakitaka kulala huwa wanalala chumbani. Vile vyumba watoto hawaruhusiwi kufika kwa sababu vina mambo ya watu wazima. Na sio kwamba wazazi hawapendi wale watoto, lakini vile vyumba vina mambo ya watu wazima kiasi kwamba kwa wakati huo watoto hawaruhusiwi kuona. Ni desturi ya binadamu. Kwa hiyo ukimkuta mtu amerusha tukio la watu wazima waliokuwa wanafanya chumbani, nasema kama ingekuwa sawa, tukio la watu wazima waliokuwa wanafanya chumbani amelifanya lionekane hadharani na wote, lazima ujue mtu huyo nia yake si nzuri. Kwa hiyo ni conclusion kwanza kwamba nia ya mtu si nzuri, sababu hata kwenye sheria za nchi kuna image au kuna picha ambazo zinaruhusiwa kuonwa na watu wa umri fulani. Ni watu wa rika fulani tu, wa umri fulani tu wanaweza wakaona picha za aina fulani. Lakini hii imerushwa, imepelekwa kwenye WhatsApp, image ambazo zinaonwa na watu wenye rika tofauti. Na huyo anayefanya hivyo nia yake ni mbaya, kwa sababu anajua mimi nina mke, anajua mimi nina watoto wazima wenye miaka 20 na ambao wanaweza kuona hizo image ya portray kama image za baba yao. Anajua mimi nina zaidi ya makanisa 400 hapa nchini, anajua nina zaidi ya makanisa 400 nje ya nchi, anajua tu
Wiki 3 zilizopita nilikuwa Marekani, nimezunguka state zote Marekani kuambia watu habari za Yesu. Kwa hiyo lengo la mtu huyu haliwezi kuwa lengo zuri, ni lengo la character assassination. Ni lengo si tu la chafua, lakini ni lengo la ushetani. Na jambo hili nasema kama Mungu aishivyo halitafanikiwa katika jina la Yesu. Huwa ninaanza maneno machache. Biblia inasema kwamba waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa miaka yote mimi nimeniona pakitokea uovu huwa anakemea. Awe ni mfalme, awe ni waziri, awe ni nani, awe ni mbunge, awe ni huyu, huwa anakemea. Na kama ningekuwa nakemea nimeficha huku nyuma, wale watu ambao tangu zamani huwa nawakemea, na wao wangesema na wewe una hiki hapa. Umeona, tangu miaka kwa miaka, na nitaendelea na hiyo kazi. Kwa nini sasa ni mimi? Kuna wakati mwingine hata mimi najiuliza, kwa nini huyu mtu asitafute mtu mwingine? Mbona ana crash kwenye crasha mara nyingi? Kwa nini anakwenda mahala ambapo anajua tu atasagwa? Kwa sababu atasagwa, anakwenda mahala ambapo anajua tu nitaishia kuruhusu. Nikajifunza ni kwamba tangu mwanzo mimi na vision ya nchi, napenda nchi. Kweli napenda nchi ya Tanzania. Mahubiri yangu, mafundisho yangu, character zangu, misemo yangu, presentation yangu na present Tanzania. Kwa sababu tangu mwanzo najua, ukiangalia Biblia walikuwepo wafalme. Alikuwepo mfalme aliyekuwa anachaguliwa na Mungu. Na wanaoitwa wafalme zamani waliokuwa wanaitwa wafalme zamani, sasa hivi ndio hao wanaitwa marais. Alikuwepo mfalme na alikuwepo na nabii. Na kazi ya manabii ilikuwa ni kuwaonya wafalme, kuwaelekeza wafalme. Kazi ya manabii pia ilikuwa ni kuweka watu wafalme. Hiyo kazi haijaisha. Kwenye ulimwengu wa leo hatuna wafalme, tuna maraisi ambao manabii ni watumishi wa Mungu, kama walivyo wachungaji, walivyo mitume, walivyo watu wengine ambao kazi yao ni kujenga taifa pamoja. Kwa hiyo mahala ambapo mimi natakiwa niseme vitu, lazima niseme, tena niseme kwa usahihi bila kudumunya maneno. Na ndio nafasi yangu katika taifa. Na hii nafikiri ndio sababu watu wamekuwa wakijaribu kuleta matukio kunifanya nikose sauti. Kwamba tumpige Gwajima sasa hivi hatasema tena. Nataka kukwambia, ndio nimeanza. Safari hii itakuwa kali kuliko ile ya zamani. Naambia tena, this time is going to be stronger than the other. Na utajua kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo hizi image ambazo nimeziona zinajaribu kuwaleta wasichana mbalimbali, msichana huyu na msichana huyu na msichana huyu na msichana huyu. Ninaomba kila mtu atumie akili yake kwamba ni mwanaume nani mwenye hadhi kubwa anayeweza akafanya kitendo cha kujamiana, ana rekodi yeye mwenyewe. Alafu rekodi yenyewe ukimwona mkono wake ni mkubwa wa bouncer, sio mkono wa kwangu, mkubwa wa bouncer. Bouncer amenyosha mkono na rekodi mwenyewe. Alafu baada ya kurekodi huyo mtu anatuma mwenyewe ili matokeo yaje hayo hapa. Hakuna mtu mjinga wa namna hiyo duniani. Hakuna mtu akirekodi mwenyewe, akajidamage mwenyewe, akatuma mwenyewe. Halafu haiwezekani mwili uwe wa mwingine na kichwa kiwe cha mwingine. Ukiangalia kile psychology kwamba huyu mtu ameweka image mbili. Image ya kwanza ameiweka ya picha za familia ambayo ni kifua wazi. Nimepiga picha za familia nyingi za namna hiyo. Kwa mfano, picha moja wapo utaiona picha hii hapa ambayo niko na mke wangu. Mke wangu msogea. Tutaona picha. Tena hiyo picha hiyo ndiyo picha ya kwanza kabisa ambayo inatumika kama mimi nainuka. Hii ni kifua wazi hapa. Utaiona hii picha mke wangu hiyo hapa. Tena bahati nzuri hii picha ina tarehe 20 mwezi wa 10 2008. Niko kifua wazi na familia yangu na watoto wangu. Kwa hiyo image nyingi ambazo zimetumika ni image za kifamilia. Familia tuna haki ya kupiga picha kama familia. Lakini image za kifamilia
zimeunganishwa na image nyingine mpaka mtu awakilishe jambo analotaka kuwakilisha. Ninajua uchaguzi unakuja, ni mwaka kesho. Kwa hiyo watu wana wasiwasi kwamba huyu bwana anaweza kuwa na nguvu sana ya kutupasua vipande. Tumpunguzie sauti yake kabla mwaka kesho hujafika. Humpunguzii sauti mtu hapa. Narudia tena, humpunguzii sauti mtu hapa. Isipokuwa ulichosaidia ni kwamba umewathibitishia watu kwamba mimi ni mwanaume kamili. Ndio. Amewathibitishia kwamba mimi ni mwanaume kamili. Kama pakilazimika kufanya tendo la ndoa naweza kufanya sawa. Ndio, hicho ndicho kilichothibitisha. Lakini hujanitouch mimi kwa namna yote hii. Kwa sababu kila mwanaume mwenye akili timamu aliye na viungo kamili ana mtu wake ambaye huwa wanakutana na yeye wanafanya tendo la ndoa. Tofauti ni kwamba huwa wanafanya wamejificha chumbani kwa sababu ndiyo mila na desturi za watu wote. Lakini nani hapa mwanaume aliye kamili? Anyoshe mkono. Mwanaume aliye kamili ambaye anachemka, sio kilema, ambaye hawezi kufanya tendo la ndoa. Kila mtu anaweza. Shida ni kwamba vitu hivi vinafanywa kwa siri chumbani, na ni kwa sababu vinafanywa kwa halali kwa siri chumbani. Sasa mtu akibeba kitu cha chumbani kwa namna yake akakibadilisha akakifanya for public consumption kwa ajili ya kumdamage mtu, hapo ndipo haiwezi kukubalika. Na mimi nasema kweli, hata nilisikia tu watu wanasema kwamba Gwajima ameitwa polisi kuripoti saa 5. Ulisikia na nyinyi, ndio Mimi najiuliza, kama mtu umepata ajali, kwa mfano umekatika mguu, umegongwa na gari ikakukata mguu, wewe uliye katika mguu ndio unatakiwa uende ukaripoti polisi badala ya wale waliokukata mguu wakaripoti polisi. Kwa hiyo jambo hili hata halina maana yoyote. Nasema ukweli, halina maana yoyote. Kwa hiyo mimi nimechukua arabi. Kwanza nilichukua hatua za awali, nikachukua arabi kuambia tume ya mawasiliano wamtafute huyo mwenye Instagram inayoitwa original, wamtafute na wampate. Na mimi hapa nitajua sasa kama ile sheria ya mtandao inafanya kazi, kwa sababu siwezi kuchafuliwa mimi sheria ya mtandao isifanye kazi, hapa akichafuliwa mwingine sheria ya mtandao ifanye kazi. Unanielewa Kwa sababu kuna watu wanachafuliwa na wanapatikana wanaowachafua. Mtu anachafua alafu baada ya muda aliyemchafua anapatikana. Itawezekanaje mimi mtu anichafue kwa maneno makubwa kama hayo alafu asipatikane? Mimi nataka niseme vizuri sana. Nataka niseme kwamba kila silaha itakayofanyika juu yangu mimi haitafanikiwa. Every weapon formed against my life shall never prosper. I will rise again strong and I will stand strong. Nitakuwa na nguvu kubwa kuliko nilizo nazo leo. Nitasema kuliko nilivyosema mwaka jana. Nitasema kuliko nilivyosema wakati wa uchaguzi uliopita. Nitasema zaidi ya hapo. Na hiyo mimi niko tayari kuyasema. Na nayasema sio kwamba nimejiandaa kufa. Sifi. Hafi mtu, halogwi mtu, hatepi mtu, sifi. Na hiyo naongea kwa ujasiri kabisa. Kwa hiyo nikaona tu badala ya kukaa kimya, kwa sababu tayari nimeshamlocate aliye nyuma ya mambo hayo, ninamwonya. Ninasema leo naonyaga, ninasema leo namuonya asipofanya inavyotakiwa kufanya. Jumapili nitaanza kumgawia vitu vyake. Ndio tarudisha Jumapili zile ambazo watu walikusanyika asubuhi, wakaacha msikiti, wakaacha jamatini, wakaja kusikiliza. Tarudisha Jumapili zile. Lakini kwa ufupi ni kwamba dunia ina watu wa ajabu wenye kupenda wawekea wenzao mambo ya ajabu ambayo hayapo. Niseme kwa ufupi, niwape pole dear listeners from all over the country, my brethren and my people in America, my people in Korea and elsewhere. This is again an attack on us and on our ministry. It has been attacking us again and again because of who we are and because of what we can do. I want to declare to everybody hearing me, listening to me, my pastors, my bishops, and anywhere in the world, we will win this battle again. We will come from this battle strong and strong ever, and never shall we be intimidated by whoever comes. Haijalishi saizi yako, umbo lako, kazi yako, unavyofanya,
lakini Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele, hata badilika milele yote. Napenda niwashukuru sana na kuambia kwamba nitawapa update na ifanyia kazi, na nimekaribia mwishoni kabisa ya nani, kwa nini na anatuma kitokea wapi. Lakini anayetuma yuko hapa Tanzania na ni yule ambaye anatakiwa sagwe vipande na atapotea mara nyingine tena. Mpaka niwashukuru sana, anapenda niishie hapo. Mungu awabariki sana. Naomba kama kuna mtu ana swali, mimi huwa napenda kujibu maswali. Kama kuna mwanahabari na swali, tafadhali uliza swali lako. Kama swali lako linaeleweka ni ulize. Kama swali lako halieleweki, ndio sawa. Huyu ndugu yangu amesema hivi, amesema askofu, umejieleza tu lakini hujawaambia waumini wako cha kufanya. Je, wakuingize kwenye maombi au unajipigania mwenyewe? Waumini wangu, wewe unasikia mseme umeshapata taarifa. Swali lingine ndio ulisikia, kwa mfano, hebu acha nielezee kidogo. Ulisikia kwa mfano, sikiliza, kwenye nchi kuna mambo yanaendelea ambayo yenye lengo baya na nchi. Kwa mfano, ulisikia Mheshimiwa Rais kwa mfano anashangaa, siku moja anasema anashangaa imekuwaje Mohamed Dewji ametekwa, amepotea, alafu Mohamed Dewji tajiri bilionea haonekani, alafu amekuja kupatikana ameachwa Serena pale, karibu na Serena hoteli, na waliomwacha wakaacha na silaha. Wanaacha silaha gani? Kwani wamekimbizwa na mtu? Wanaacha silaha, wanaacha gari, alafu inaishia hapo kimya mpaka leo. Kuna matukio yanayofanywa na watu, hebu sema watu. Kuna matukio yanafanywa na watu au mtu anayeongoza watu kwa lengo la kudamage wa Tanzania, na hii damage ionekane kwamba ni serikali yote ya Tanzania inafanya kama mambo hayo. Sikwambie, sio serikali ya Tanzania inafanya mambo kama haya ya watu kutanishi watu. Kuna individuals, kuna baadhi ya watu wajinga, wapuzi, wasiofaa, ambao hawana akili timamu, wanafanya mambo haya kwa ajili ya kutanish image ya nchi yetu. Mimi nilikuwa Marekani, nikaambiwa na mtu, bwana, mimi napenda nchi yetu, isipokuwa mambo ya utekaji, mambo ya hivi na hivi. Kuna bilionea mmoja alikuwa ametekwa na chuki. Nikamwambia sio taifa, kuna watu individuals wenye nia hiyo ya kuharibu mambo haya. Na mimi nasema tena, lengo lake la kunionyesha mimi ninafanya vitendo vya mahusiano, hajakosea. Mimi na mahusiano naweza, nikiamua naweza, na nazaa, na nina watoto, na amethibitisha kwamba mimi ni mwanaume wa Kisukuma mzuri, nimekaa vizuri. Isipokuwa tu sasa angeniweka mimi mwenyewe kuliko kuunganisha, unachukua mwili wa mtu unachomeka kichwa unafanya hivi. Kulikuwa na watu ambao wako hapo wamesema wacha tuelezee tekniki ya video iliyofanyika. Nikamwambia hakuna haja ya kuelezea. Kwenye hatua ya awali mimi nimeelezea hayo, lakini nafikiri nataka niwajulishe hayo kwamba nasonga mbele, na jioni ya leo nitakuwa kwenye ibada hapa na hubiri, nasonga mbele, ni mbele kwa mbele, na mwaka wa uchaguzi umekaribia, na wenyewe nipo ambaye nipo. Kwa nini? Na mimi nimetengenezwa mtu wa namna hiyo. Duniani kuna staili nyingi. Kuna staili moja ukipiga inaregea namna hiyo, unanyongonyea. Hapa hanyongonyei mtu hapa. Hanyongonyei mtu hapa. Hata kama ungesambaza, hata kama ungebeba watu ukawapanga pembeni, ukasema huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima na huyu wa Gwajima. Nikiamua kujibu kipuuzi nitakwambia nimefanya kweli na wao. Sasa unasemaje? Tukafanya na wewe mwenyewe. Swali la kipumbavu linavutia jibu la kipumbavu, na matendo pumbavu yanayodizainiwa na mtu mpumbavu unamjibu kipumbavu. Usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, asije akafikiri wewe ni mpumbavu mwenzake. Lakini pia Biblia inasema mjibu mpumbavu pamoja na upumbavu wake, asije akajiona yeye ni mwelevu mbele ya macho ya wengine. Mimi nataka niishie hapo.
Niwashukuru sana watu wanaopenda haki, wanaochukia uonevu, wanaochukia watu wanaopotea vyohovyo na mambo mengine, na waliokuja kwa ajili ya kutusapoti na kupeleka ujumbe huu katika dunia yote. Nasema niishie hapo. Mungu awabariki, asanteni sana. Kama hii longolongo haiwezi kukoma, basi Jumapili yangu hii itakuwa patachimbika hapa, na naomba niishie hapa. Swali lingine, mimi nauliza swali, hata mwenye swali la kijinga uliza. Askofu, umesema kwamba unamfahamu aliyevujisha video, lakini tukio hili umelihusisha na masuala ya uchaguzi. Kwa nini umeliingiza huko, na kwa nini usiweze kumtaja moja kwa moja huyo aliyevujisha video, kwa sababu nafahamu? Mimi nimesema hivi, kila anayefanya jambo ana lengo analotaka chief. Unapofanya kitu unategemea by product iwe nini. By product ya hili jambo ni kwamba Gwajima asiongee sasa, tutolee locus legitimacy ya kuzungumza. Ndio maana nikasema mtu anayefanya hivyo anajua uchaguzi kwa mwaka kesho, ataniondolea legitimacy ya kuzungumza. Huwezi kuniondoa hata katikati ya giza, utasikia sauti yangu, utasikia mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila kilima kitashushwa, palipopotoka patasawazisha, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Swali la kwanza, nimeripoti kwa mamlaka halali. Nimeripoti TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania. Nimetoa taarifa rasmi kwamba wamtafute huyu mtu. Najua hiyo originality Instagram hiyo ni ya mtu namjua, kwa hiyo ni mtu anatumiwa kuweka pale vitu na mtu, na wakala wa yule mtu wa originality si mko hapa, mnajua? Si mnajua? You know it, unajua, kwa sababu hapa kuna anayeona Gwajima kaonewa hapa, na kuna anayesema kakomeshwa. Sijakoma kwa taarifa yako, sijakoma. Hulka yangu ya kutetea kweli iko pale pale. Wengine wote watanyamaza dunia hii au Tanzania hii. Mimi hapa unifungi mdomo, hapa utafunga mdomo, kwa sababu kwa kusudi hilo naishi. Nikinyamaza utakuwa ndio mwisho wangu. Napenda niwashukuru. Labda swali la mwisho kwa dada pale. Hapa. Ndio. Uliza swali. Kahama, uliza swali. Uliza swali. Ndio. 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 Huyu dada ana akili sana. She's very intelligent. Mpigie makofi kwanza huyu dada. Huyu dada anasema hivi, huoni kwamba kwa kuchafua badala tu ya waumini wako kukubeba, huoni kuna umuhimu wa maaskofu wa madhehebu mengine ama kwa namna moja au nyingine na wao kukubeba au kusimama pamoja nao? Is that what you mean? Mimi wala siwaombi maaskofu wenzangu wewe kusimameni jamani. Hawa sio wafufuo. Unafikiri wafufuo? Hebu wewe kiatabisha askofu wa kanisa gani? Au Amen. Mimi naitwa Nabii Mkuu Honest Malia, kiongozi wa huduma ya Ebenezer Miracle Center. Askofu wewe huduma gani? Anafikiri wote ni wafufuo hawa. Naitwa Bishop Peter Rashid Abubakari, kanisa la City of God Church International Tanzania. Hebu Askofu John Paul wa kanisa la Tanzania. Askofu Temba. Mimi naitwa Mwinjilisti wa Mataifa wa Temba. Na ni mara ya kwanza kuja kwa Gwajima. Mara ya kwanza kuja kwake.
baada ya kusikia anasimama. Na mimi mwenyewe nimeona sasa hivi utaalamu Tanzania tuna utaalamu mdogo sana, tunaweza kuwa na utaalamu mkubwa sana, na nimeongea naye kabla kujadiliana hapa, akaniambia sio, ninakubaliana na mtumishi wa Mungu anasema amepigwa vita, na hiyo kwenye Biblia ipo, na makuhani wenyewe wanaopiga vita watubu, kwa sababu mtumishi wa Mungu ameshasema sio, na Mungu atamtetea. Asante. Kuna askofu hapa, askofu, hawa sio wa ufufuo na uzima. Wewe umewahi kuja kwenye wa ufufuo na uzima? Jina langu naitwa Mtume Dani Komba, Pentecoste Kizokuu. Tuko hapa kwa jina la Baba yetu. Ni chombo chenzetu ambao tumepigwa vita, na naomba niseme na hili moja fupi sana kwamba ni askari pekee wanaoachana wakati wa vita, hasa askari wa jeshi la Bwana, yani wa Injili. Lakini askari wa mataifa mengine au askari wa majeshi mengine, askari mwenzao akiumizwa, wale maaskari wengine wanasimamia kumbeba na kumuhifadhi. Lakini jeshi letu hili ndilo jeshi pekee ambalo askari wake wanaachana. Lakini sisi tunashikana na askari mwenzetu ya kwamba vita vyake ni vita vyetu, mapambano yake ni mapambano yetu, tutashinda pamoja. Amen. Amen. Askofu, hao wote sio wa kanisa letu. Haleluya. Wananiita mzee wa neno, Pastor Caesar wa Spiritual Ministry Congo. Niko na kamanda. Tunasonga, tunavipiga, tunachukua heshima. Una Askofu Simei. Naitwa David Simei, Ruhama Healing Ministry. Tuko pamoja na kamanda mpiganaji mwenzetu. Nafikiri nimekujibu maswali yako. Kwa hiyo hili nalo litapita. Ila huku zitaingia kokoto, kule utatoka unga nyuma yake. Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi naomba tutengeneze njia ili msafara napenda aongee hapo shabiki. Basi kwa heshima mama wameomba kusalimia. Karibu mama. Kunipa nafasi hii, kuna maneno machache tu ambayo ninaweza kuyaongea. Kama alivyozungumza Askofu Mkuu Daktari Josephat Gwajima kwamba waovu hukimbia pasipo kufuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Mimi ni jasiri kama simba. Kile ninachotaka kusema kwamba ukweli ninaufahamu. Mume wangu ninamfahamu na ninamwamini. Na ukweli huo hakuna mtu anayeweza kuubadilisha. Niko pamoja na yeye, nitasimama pamoja na yeye, na Mungu akiwa upande wetu hakuna atakayeweza kuwa juu yetu. Mungu basi naombeni njia ili pite. Taratibu kuna vyombo vya waandishi habari hapa wanataka. Mtazamaji wa Mwanahalisi TV, kama unavyojionea Askofu Josephat Gwajima ambaye ni askofu mkuu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima nchini Tanzania akitoa ufafanuzi juu ya tuhuma ama video inayodaiwa kwamba ni ya kwake iliyosambaa kuanzia jana tarehe 7 Mei mwaka 2019. Kikubwa alichozungumza Askofu Gwajima ni kwamba hiyo video si ya kwake, na kwamba natuhumu kuna baadhi ya watu ambao wametengeneza hiyo video kwa minajili ya kumchafua, huku akihusisha kuhusu masuala ya kisiasa zaidi. Dr. Gwajima ameahidi kwamba kama huyo mtu ambaye anadai kwamba yeye ameitengeneza hiyo video kwa maksudi kwa ajili ya kumchafua atubu hadharani na aache kufanya hivyo, huku akionya kwamba kama huyo mtu hatofanya hayo aliyotaka yeye hafanye,
siku ya Jumapili ijayo katika ibada zake kama ilivyo desturi yake atatoa ufafanuzi, na huku akisema kwamba anamfahamu huyo mtu, na hivyo amesema kama asipojirekebisha ama kutoka hadharani na kumsafisha kwamba atamlipua. Mwanahalisi TV tulikuwepo hapa maeneo ya Ubungo jijini Dar es Salaam katika kanisa la Ufufuo na Uzima. Asanteni kwa wale mliokuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho.